Mũndũ wa thika kĩonjore koina ngĩoka mũkamũinĩra nayo na agatiga kanyamu tondũ uniform tinyandĩke kĩonjore ĩtiguo ona ũcio ũnumaga oka mũmoinĩre nereko nĩmũteithĩra aranjĩtire takataka kana mũtini nĩo maranjĩtire mũtimia ũmwe ararũgama rĩ aranjĩtire takataka andũ a gũkũ jeshi tondũ nĩngũmona kanyama wa gũthiĩ kũnyua cai rĩ andũ matige tirumi igathurana nĩ ciĩko igathurana kĩũra kĩndũ ũcio nĩgũkeyũria mũciĩ rĩu ndĩrenda twathĩke mũthikĩrĩrie andũ mwĩraga ndũkanagĩe na wasiwasi ĩro ũcio wa mũico kĩũjũre ndangĩhĩria warĩnengera kĩũjũre warĩka rĩu mũtikangũithie jeshi mũtikangũithie nĩ ũhoro mwega ũcio nĩ ũrĩgũkona kũmũtwara ndĩti ũka ũyũ nĩwe ũgũthiĩ rĩu ndĩrenda athuri na atumia raini yao yambe yarwo anake na airĩtu mũikare thĩ athurithiei angĩ mũthi mwarithie raini icio mũcoke mũikare thutha mũndũ aikare thutha thiĩ mwarithie raini mũthi mwarithie raini icio Mwaga mũreke ndĩkie wĩra ũrĩa haya rĩu airĩtu mokĩre nao mathiĩ raini-inĩ atumia matigana nao mathiĩ raini-inĩ yao athuri peke yake jeshi mũkirĩrĩrie ona ikarai thĩ mũikaraga maini mũikara ndĩti kegũhe ngiri ĩmwe ya kũmũtwara ndĩti woe namba ũcio-inĩ nayo na Dennis Sade timu ciothe cia area no cia Kĩanda koguo Dennis teuma haha ũtigwo na youth ĩno othe maheo mũbira next week Sunday wanyita wala ũcio inyuĩ jeshi ndamwĩra mũingĩ kũithia mũndũ ĩni narĩ gũtũmĩrwo oro ũguo harambĩ ya Yorobia tũkamĩka mweri wa 10 mũico-inĩ wa mweri wa 10 no gatagatĩ-inĩ nĩgũkorwo ũtuĩkĩte mũcemani mũndũ tarĩ raini-inĩ rĩu nĩ ahingĩrĩrio mũndũ tarĩ raini-inĩ rĩu nĩ ahingwo in the next 1 minute tũhinge raini rĩu mũthuri mũtigatindĩke kana wahumba andũ ino kwaja nĩ gwĩthamba ĩrethamba Kwa majina yangu naitwa mchungaji Peter Kenywa na mimi ni mchungaji hapa Kiamariga na nimezaliwa hapa na nimeishi hapa kwa muda wa maisha yangu yote. So hapa tumekuwa na shida ya maji kwa sababu tumekuwa tukitumia huu mto tangu tulipokuja hapa tulipozaliwa na wazazi wetu walitulea wakitumia maji ya huu mto. Lakini sasa maji yamekuwa sisi tumeongezeka idadi yetu na matumizi ya maji yamekuwa mengi lakini maji haijaongezeka. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu. Tuko na mahali tumetenga na tumepeana proposal ya Kiamariga Dam. Maji iweze kufungwa, ikae pale wakati wa mvua, hiyo maji yenye inapotea iwekwe pale tuitumie baadaye na ukulima na pamoja na ufugaji na matumizi ya nyumbani. Kwa majina naitwa Paul Mwai, mimi ni mkazi wa Kiamariga na sisi watu wa Kiamariga tuko na shida kubwa sana ya maji. Na hii mto yetu ya Kiamariga inalimwa na watu wengi wa Kiamariga ni wakulima. Na tunatumia maji ya hii mto ya Kiamariga
na sasa tagu wakati tulichagua hii serikali ya William Ruto hatujaiona mjumbe ama mtu yeyote amekuja hapa ili atusaidie na kuhusu hii mto yetu atuongezee maji. Na kwa hivyo tunaomba kama hii serikali ya William Ruto hata tuchibulia damu ya Kiamariga, sisi tutasema ni one term. Hii shida ya maji inatokana na nini? Hii shida ya maji inatokana juu hii mto ya Kiamariga inalima sehemu kubwa kutoka huko juu mpaka huko chini. Na hii mto yetu ya Kiamariga kama vile sisi ni wakulima tunatumia hii maji, watu ya chini hafa hawapati maji. Mara ya mwisho kupata mvua Tuko na kama miezi 3 tangu tulipata mvua area hii. Kwa majina yangu naitwa Mathenge Deri na mimi ni mkaaji wa hapa Mutara Kiamariga. Tungetaka kuomba sana serikali itusaidie na mambo ya maji. Hila kitu inatuumiza hapa sana ni maji. Kazi tunajifanyia mzuri. Tuko na mto hapa inaitwa mto Mutara ambayo imetoka upande ya Nyandarua kutoka Subego, Gamini, Kiamariga mpaka hapa. Pali yote hatupati maji. Ukiona ile maji tunatumia ni maji. Kwa hivyo tukitaka kuomba serikali, sisi mambo ya one term, sijui 2 term, sijui 14 term, sisi haja yetu ni maji. Tunataka tu viongozi wanakuja watusaidie na maji. Hiyo ndio haja yetu sana. Ukiangalia watoto tuko naye, tunawapea maji iko na uchafu. Kwa sababu nakuta ng'ombe inaingia huko, wanyama wanaingia huko, wadudu wanaingia huko na ndio tunapea watoto. Ile village imeafikitio sana ni kama Kiamariga, Habahaba, Gatito na sehemu inaitwa Karai. Hiyo hakuna maji. Hata watu wanaenda kilomita karibu 5 wakitafuta maji. Sasa nilikuwa nalima eka 6, eka 22 ya shamba na saa hii nimepunguza mpaka eka 5 kwa sababu ya ukosefu wa maji. Nilikuwa naajiri watu kutoka watu 50 kila siku. Saa hii unakuja ni watu 6, watu 5 wanakuja kwa kukosa maji peke yake. Watu kutoka Kirinyaga, Kidhi, watu wanakuja kuchukua nyanya hapa. Lakini wakati wa tulimi kwa sababu ya ukosefu wa maji. Ila kitu kitaka tu ni tunaweza taka kitu kama dam, boreholes watusaidie na dam na vitu kama borehole. Hiyo inasaidia sana. Kwa majina naitwa Sara Wajiro wa Inaina na nakaa upande wa Kiamariga. Mimi kama mama tuko na shida ya maji. Saa ile wakati tunataka kuvua maji hakuna, mifugo ndio hii wamekosa maji na upande wa kulima tumerudi nyuma sana. Wale wadosi wetu huwa wanalima huku wamekosa maji na ndio huwa wanatuajili. Sasa tunaomba serikali kama tunaweza chibua boreholes, tuletea hata hii maji ya mfereji tuwekee huko nyumbani. Kama mimi natoka huko upande nikienda Sheki kutoka huko Karai nakuja maji kwa hii mtu anyemuona nimesimama. Kwa hivyo tuko na shida sana. Wakati wa kuvua hata ukikuja unakuta mimi pale na nguo kila saa. Tunaomba mtuletee maji. Watoto hawaogi, watoto sasa shule ikirudi, sijui tutawatolea wapi maji. Serikali huku Karai. Kwa majina naitwa Francis Kinuthia Munyiri. Mimi nimetoka hapa Kiamariga, sehemu ambayo imeathirika na ukosaji wa maji ya kulima. Ukiangalia hapa chini, sasa tuko kwa mto ile hii watu huaga wanatumia na ndio huaga wanatumia kwa kuzalisha mazao yao ya mashamba. Lakini sasa hii tumefika mahali hakuna maji. Maji inapungua kwa sababu wakulima wamekuwa wengi. Tunaomba serikali yetu tukufu vile inaweza fadi hii mradi ili watu wasaidike na watu waanze wawashe kukosa kazi za kufanya. Pia tungeuliza serikali yetu kama inawezekana hiyo mradi ifanywe haraka iwezekanavyo. Kwa sababu hii watu sasa hata wameanza kuhama katika mahali huaga wanakaa kwa sababu ya kukosa kazi na kukosa chakula. Asanteni sana. Inaitwa Kiamariga Dam. Irudie sasa kutoka mwanzo. Useme sasa kuna mradi inaitwa Kiamariga Dam. Kuna mradi inaitwa Kiamariga Dam. Na hii mradi ndio tulikuwa tunaulizia serikali ama kusii serikali ifadi hii mradi kwa sababu ikifadi hii mradi hii watu wote watakuwa wamesaidika na hata ita create kazi kwa ile watu ambao wanasema wanakosa kazi.